Tuangazie habari za siasa ziko namna gani hii leo. Nito Official Rose D, mtangazaji kupitia Biomedia Channel. Na sasa ni kuangazie habari ya Mange kuungana ama kuunga mkono kauli ya Heche baada ya kutoboa siri Simba, Yanga na wasanii wanatumika kupumbaza wananchi kudai haki. Tunaangazia taarifa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Bara John Heche ambaye amekosoa vikali mfumo wa utoaji wa habari nchini Tanzania, akivilaumu vyombo vya habari kwa kutenga nafasi kubwa kwa mijadala ya soka na burudani badala ya kuangazia masuala ya msingi yanayogusa jamii na mustakabali wa taifa kwa ujumla. Huyu John Heche bana aliweza kutoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza mkoani Dodoma katika maadhimisho ya kitaifa ya siku ya vijana duniani ambayo yaliandaliwa na Baraza la Vijana la Chadema Bavicha. Sasa mwanasiasa huyo aliweza kubainisha kuwa utaratibu huo unachangia kwa kiasi kikubwa kuwalaza usingizi vijana na kuwatoa kwenye mwelekeo wa kushiriki kikamilifu katika kujadili masuala mazito ya kitaifa. Lakini pia hotuba yake Heche alieleza kuwa mchezo wa mpira wa miguu hautumiwi kwa dhamira ya dhati ya kuendeleza vipaji vya vijana, bali umekuwa ukitumika kama chombo cha kuhamasisha fikra za wananchi. Kuhamisha. Lakini pia aliongeza kuwa mijadala isiyo ya tija inapewa kipaumbele sana ili kufunika mambo yenye ushawishi mkubwa kwa maendeleo ya nchi. Akitolea mfano wa matamasha kama vile maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava, Heche alidai kuwa matukio haya yanaratibiwa kwa nia ya kuwasaidia au kuwapenda wasanii, bali yanatumiwa kimkakati kuzungusha nchini ili kupoteza umakini wa wananchi. Na kuishia hapo, anafafanua kuwa hatua hizo zinalenga kuzima mijadala muhimu ikiwemo mchakato wa katiba mpya, mapambano ya kudai haki pamoja na madai ya ubadhirifu na wizi wa rasilimali za umma. Tukio hilo lilifanyika mkoani Dodoma, liliwakusanya viongozi na wanachama wa Bavicha kutoka maeneo mbalimbali nchini kwa lengo la kuthamini nafasi ya kijana katika ujenzi wa demokrasia, uchumi na maendeleo ya jamii kwa ujumla. And of course, maadhimisho siku ya vijana duniani yanaadhimishwa kila mwaka ifikapo Agosti 12 na hutoa jukwaa la kimataifa na kitaifa la kuibua changamoto zinazokabili vijana pamoja na kunufaisha fursa za kisiasa na kiuchumi ili kuwawezesha kuwa washiriki wakuu katika maamuzi ya nchi zao. Lakini baada ya Heche kuongea hayo, baadhi ya Watanzania wa mitandaoni wamemjibu kwa kumwambia kuwa hakuna mtu anayeweza kumshikia mtu akili au kumwendesha sera za Chadema na viongozi wao hawana mvuto wala mwelekeo kwa wananchi. That wise pia wananchi wanaona bora waendelee tu kuenjoy maisha yao hata kama ya mateso na yasiyo na uhuru kikatiba, na si serikali kuanzisha matamasha au Simba na Yanga eti ndo watu wawebize kufuatilia hayo. Waache mambo ya msingi, maana hayo mambo yalikuwepo hata kabla pia ya hayo mambo ya kudai katiba mpya. Lakini baada ya kauli hizo kwa baadhi ya Watanzania mitandaoni kufuatia kauli ya Heche, bana Mange Kimambi, dada wa taifa, amewajibu Watanzania hao kwa kudai kuwa Heche ndo mwanasiasa shujaa na jasiri ambaye anapaswa kusikilizwa Tanzania, maana yeye pamoja na baadhi ya wanaharakati wamekuwa wakipambana kiujasiri ili kupambania taifa. Hivyo Heche yupo sahihi. Wasanii lakini pia Simba na Yanga na matamasha mengine Tanzania yaliyoanzishwa hivi karibuni yapo kwa lengo la kuwatoa Tanzania kwenye mapambano dhidi ya kudai haki zao. Ni kweli mtazamaji unayetazama Biomedia, haya yako kwa ajili ya kuzima harakati za kudai haki ama Heche pamoja na Mange wamekosea? Unaweza kushiriki maoni yako moja kwa moja, wakati mwingine tutaangazia. Bye bye.